Our Generation TV. Hapa nimekutana na moja kati ya wahitimu wa chuo cha elimu ya biashara CB ndaki ya Dodoma. Habari yako kiongozi? Si salama sana. Kiongozi, kwanza tuanze na level yako ya elimu ambapo umekuja kuhitimu leo katika viwanja vya Jakaya Complex Center mkuu makao makuu ya nchi Dodoma. Wewe ni level gani na pia level gani kwa ujumla? Okay, level yangu mimi ni bachelor degree in accountants, hapo shahada ya kwanza na masuala ya uhasibu. Kiongozi, mara ya mwisho na kuona nilikufuatilia sana, ulipokea tuzo ya best leadership. Ulikuwa kiongozi chuoni na unaenda mtaani sasa. Nini ambacho unatuhakikishia wewe kama best leader kuwa kioo cha jamii na mtaani? Je, mtaani utaenda kuwa leader au mtaani utaenda na shughuli zingine, utaachana na masuala ya uongozi kwa elimu uliyoipata? Okay, nashukuru sana. Kama nilivyosema awali kwamba nilishakuwa kiongozi bora. Masuala ya uongozi, tukipata nafasi ya kuwa kiongozi, mbali na fursa, ila uoga pia ni mtu unaishi nacho. Baada pia ukienda pia mtaani vile vile lazima pia uproject ile nafasi ya kuwa kiongozi. Kwa sababu uongozi sio kwamba ni jina tu. Jinsi unavyoishi vile vile moja kwa moja pia ni uongozi. Baada pia nakwenda mimi mtaani pia vile vile lazima pia heshima ile nafasi ambayo pia nilipewa, hata pia kupewa nafasi ya kiongozi bora, ionyesha pia mtaani pia bado ni kiongozi bora. Asante sana. Huku kuna kuajiriwa, huku kuna kujiajiri. Wewe kama muhitimu Bachelor of Accountancy, nini ambacho kipaumbele chako sana na hasa? Kwa dunia ya leo, ili mtu onekane msomi mwenye maana na kufanikiwa. Na njia za kufanikiwa ziko nyingi sana. Ikiwemo moja wapo kuajiriwa au kujiajiri mwenyewe. Kikubwa mimi ni mtu wa kutake opportunities. Ikitokea nafasi ya kuajiriwa nitaanza nalo. Ila pia kama isipotokea kwa muda au kwa wakati, kipindi cha wakati nasubiri pia naweza pia nikajiongeza, kwa sababu ni lazima maisha yaendelee. Na kikubwa pia mafanikio ni jambo ambalo liko mbele sana. Inasadikika watu wengi wamekuwa wakisoma kwa muda mrefu sana na wanakuwa baada ya kuhitimu hawana kazi mtaani. Je, kuna jambo lolote ambalo wewe kama kiongozi, ulikuwa kiongozi na kiongozi bora, je, kuna swala ulikuwa unafanya mtaani na nyumbani? Hivyo tunakuja kuripiti na kauli ya wahenga wanasema mshika mawili moja umponyoka. Unaamini nini hapo, au ulikuwa unafanya jambo lingine mtaani na shuleni, au akili na mawazo zilikuwa zote shuleni? Kwa upande wa mara ya kwanza, maelezo mara ya kwanza ni ajibie hivi kwamba chuoni au shuleni wakati tunafundishwa vitu vikubwa vitatu ambavyo vya msingi sana, ni vile ambavyo walimu waga wanatusaidia kufahamu. Mfano kusema understanding na skills. Ila kuna kitu kinaitwa how to integrate vile vitu vyote ambavyo umepata kutoka shuleni. Understanding na skills na knowledge na skills unapata shuleni. Ila understanding inakutegemea wewe, umahiri wako wa kufanyaje ile skills uliyotumia, ujuzi na knowledge kuvileta kwenye practice. Hicho ni cha kwanza. Kwa hiyo kama msomi akiwa amegraduate, akisha pia anaweza kutumia vitu vyote hivi vinne. Yaani nikisema vitatu ila nikiunganisha na chini nne kufanya integration. Ila kwenye upande wa pili, kwenye masuala ya mtazamo kwamba kuna kuajiriwa, kutokuajiriwa, hivyo pia ni jitihada. Kwa sababu ya kufanikiwa kabisa inaanza pia na wewe jitihada zako binafsi. Tamani pia dunia pia wakione ambacho unacho wewe. Ukikaa nyumbani ukisubiria hamna mtu atakaye kununua ambacho unacho, kionyeshe, jaribu pia kuprove kwamba pia unaweza. Njia yote zipo, Mwenyezi Mungu anasaidia. Hata pia walipo pia shuleni wajue pia huko akimaliza na kuna mazuri zaidi. Kubwa pia kama wakati umepata mzuri sana wa kusoma basi soma, ila huko nje njoo waoneshe kwamba umeelewa ulichokuwa umekisoma. Umepata skills, umepata pia na knowledge, lakini pia una understanding ambacho ndio kitu ambacho ni cha msingi sana. Kama pia una understanding, automatically unaweza kufanya pia mkubwa. Hicho ambacho pia mimi nakijua au ninachokiamini. Best leader, kama best leader wa mwaka 2025-26, wanasema elimu na pesa, kipi bora kwako, kipi kipaumbele, na unawashauri nini vijana kuhusiana na swala nzima la elimu? Sawa. Elimu na pesa. Na najua pia ni midahalo ambayo pia inaendelea mara nyingi sana. Kipi ambacho ni bora kati ya elimu na nini? Na fedha. Yote ni vya muhimu kwa sababu vinategemeana. Huwezi ukapambana na elimu pia kama hauna fedha. Lakini pia vile vile huwezi kuwa na fedha au kutunza fedha kama pia hauna elimu. Hii binafsi waga vyote napaga priority. Ila najua kwamba wakati huu kipi ambacho kianze kingine kifuate. Wakati mimi nasoma nisha kufanya pia na biashara pia. Ndio mwisho wa siku pia niliacha kwa muda kutokana pia na management na shule, na pia nilikuwa na malengo yangu pia kwenye upande wa elimu. Ndio, lakini kikubwa cha msingi muda ambao unao sasa hivi, jiulize wewe mwenyewe kipi ambacho ni priority. Ambacho ni priority kipi muda wa kutosha. Lakini pia kama ni mwanafunzi, automatically priority ni kusoma. Fedha ndio zipo, kupata pia nafasi pia kufanya vitu viwili kwa pamoja ni sawa. Ila priority ndio kitu ambacho kina matters most.
Ukishaweza kudefine priority nini kati ya fedha na elimu, pia unaweza ukajua kipi ambacho kitangulia, kingine kifuate. Fedha labda pia, fedha of course kweli ni fuel hapo for the success, ila kipi ambacho kitangulia. Okay, asante sana ndugu mtazamaji. This is Our Generation TV. Usisahau kusubscribe, kushare na ucomment kwa ndugu na jamaa na marafiki. Asante kwa kutusikiliza.